Mheshimiwa Heche, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1966 Chinua Achebe aliandika kitabu cha A Man of the People, na kwenye kile kitabu kuna karakta mmoja anaitwa Chief Nanga. Na mwenyekiti, Chief Nanga alikuwa mwalimu na baadaye akawa waziri. Na nikiangalia ile picha ambayo Chinua alikuwa anajaribu kuiportray kwenye uandishi wake, na nikiangalia Tanzania leo, namuona Chinua Achebe alikuwa anaandika kuhusu Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri Mpango ameleta vitabu hapa vingi sana. Anazungumza kuhusu mipango ya taifa ya maendeleo ambayo kila mwaka tunaijadili hapa. Kwenye mipango yake, Waziri Mpango, mwalimu, hajazungumza kuhusu kuongeza mishahara ya watumishi ambao ndio anategemea wampe ufanisi kwenye utendaji kazi wake. Hajazungumza kuhusu ajira mpya. Huyu Waziri Mpango na serikali yenu mmekuwa leo ni propaganda. Watu wakitaka kuzungumza, mnageuza lile jambo lionekane ni jambo baya kwenye society, na watu hao waonekane wanatumiwa na mataifa nje. Kuna kauli imekuwa maarufu sana, wanatumiwa kuhujumu uchumi na watu wasiopenda taifa letu. Hao watu wamewataji, lakini wapo, mnawajua nyinyi. Sasa Waziri Mpango, wewe unaishi maisha mazuri. Kama uzalendo ni kuwa maskini, kuishi vibaya, kuendesha gari mbaya, tuoneshe wewe mfano huo wa uzalendo. Kwa nini wewe hutaki huo uzalendo? Huo uzalendo wa kutokukaa sehemu nzuri ambao mnataka muwaaminishe wa Tanzania kwamba uzalendo ni umaskini. Kwa nini wewe upendi huo uzalendo? Kwa nini unaendesha VAT ya serikali, mafuta ya serikali, una wasaidizi, nyumba nzuri, wote humu bungeni, wote nyie? Hampendi uzalendo nyie? Mnataka uzalendo huo kwa watumishi wa umma tu. Watoto wa watu wamemaliza shule. Mwaka 2015 serikali yenu hii inayokusanya mapato kuliko serikali zote zilizopita haijaajiri 2015, hamjaajiri 2016, hamjaajiri 2017, hamjaajiri 2018, na mnakusanya kuliko wote. Sasa tuje kwenye takwimu zenu. Serikali tukufu mnaokusanya kuliko wote. Mwaka 2016-17. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mawaziri wana nafasi ya kutujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mawaziri watawainda. Tafadhali unamaliza. Mheshimiwa Heche, maneno mengine unayozungumza yanatakiwa uthibitisho. Sasa unazungumza tu serikali miaka 4 haijaajiri, hayo maneno ya sahihi? Taarifa. Mheshimiwa Heche, endelea. Taarifa mwenyekiti. Nakushukuru mwenyekiti. Mwenyekiti, mwaka 2016-2017 mwenyekiti, serikali hii inayokusanya kuliko zote ilitenga bajeti ya maendeleo trilioni 11.8. Trilioni 11.8 kwa mujibu wa kitabu hiki hapa cha kamati. Pesa za maendeleo zilizokwenda ni trilioni 6.4, ambayo ni 55%. Maana yake ni nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Maana yake ni kwamba 45% ya miradi yote ya maendeleo iliyopangwa haikufanyika kwenye mwaka huu. 45% ya miradi ya maendeleo. Ina maana shule 45% hazikujengwa, maji 45% hayakwenda kwa wananchi, barabara 45% hazikutengenezwa, miradi yote iliyoibuliwa kutoka kwa wananchi 45% haikutekelezwa. Serikali tukufu inayokusanya kuliko zote ya kina Mpango. Mkikaa hapa mnaimba Stiglas Gorge, SGR, flyover,
kana kwamba mwananchi wa kijijini kwangu kule Nyamwaga au Nyanungu anajua SGR maana yake ni nini, au mwananchi wa kijijini kwetu kule Sirari anajua flyover ya Dar es Salaam inamsaidiaje. Leo mmekuja hapo unatuambia kwenye kitabu chako Mpango kwamba kilimo kimekuwa 7.2. Sasa mimi nakuuliza Mpango, kilimo kilichokuwa kwa 7.2, mmenunua mahindi kiasi gani? Serikali inayokusanya kuliko zote, mmeingia mmekuta gunia la mahindi shilingi 100,000. Sasa hivi gunia la mahindi haliwezi kununua hata mfuko mmoja wa mbolea. Ili ununue mfuko mmoja wa mbolea unahitaji kuuza mahindi gunia 3. Serikali inayopigania wanyonge, wanyonge mnaojiita ni nyie mnaoendesha ma-VX, lakini wanyonge wa nchi hii hakuna mnyonge hata mmoja mnayempigania. Na mimi nilitegemea Mpango muingie hapa, msijisifu serikali ya wanyonge. Tuambieni mlikuta wanyonge milioni ngapi, na kwa miaka mitatu mmepunguza wanyonge milioni ngapi? Mnataka kuindoctrinate watu mambo ya ajabu. Mnataka kuaminisha watu eti umaskini ni sifa, wakati nyewe wenyewe mnaogelea kwenye maisha mazuri. Mnakuja hapa mwaka uliofuata mmetenga bajeti ya maendeleo trilioni 12, na bila aibu kila mwaka mnaongeza digiti na namba hazidanganyi. Mwaka huu mmetenga trilioni 12, mkatoa ile trilioni 6, 57%. Sasa mimi najiuliza, hizo pesa Mpango mnazotuambia mmekusanya kuliko wote, mnalalia au ziko wapi? Kwa sababu kwa wananchi hazipo, kwenye ajira hamna, kwenye barabara hatuoni, kwenye halmashauri leo mnaondoa capital development grant, local government capital development grant mmeiondoa kwa sababu kila siku inawaletea kweli. Hamjapeleka hata shilingi 100. Tarime mwaka 2016 mkupeleka, 17 mkupeleka, 18 mkupeleka. Pesa zote tunazofanyia maendeleo, tumejenga vituo, tumejenga barabara, oni source ya wananchi wa Tarime, hakuna shilingi 100 mlioleta Mpango. Pesa hizo ziko wapi? Ziko wapi hizo pesa ambazo mnakusanya? Haya, mmekuja hapa wewe Mpango unayesema unakusanya sana, na mkasema mnaweza kununua, kama mnanunua ndege mtanunua korosho. Taarifa. Na wakulima jana, taarifa, wanunuzi wa korosho jana, mwenyekiti, wametoa statement kwamba hawatanunua tena korosho. Na mimi namtaka Waziri Mpango anajumuisha hapa atuambie wananunua korosho za wakulima zote ambazo ziko kwenye magara, kwa sababu hili jambo mliambiwa hapa. Wananchi walipanga kufikia mwezi wa 9 huu, mwezi wa 10, mwezi wa 11, wao wameuza korosho zao wapeleke watoto wao shule, wao wameuza korosho zao wanunue warau bodaboda, wengine walipe kodi za nyumba, wengine wafanye nini. Tunataka Waziri Mpango unapokuja hapa, jibu la kwanza utuambie, kwa sababu mlisema mtanunua korosho, utuambie mnaanza kununua lini korosho, na kwa bei ya 3,000 kwenda juu, hakuna kushuka hata shilingi 100. Na nyie msifikiri wa Tanzania hawaoni. Haki za binadamu zina tolerate. Watu wameuawa, waziri pale anasimama anasema aseme polisi aliyeua mtu. Mimi mdogo wangu ameuawa kituo cha polisi, alafu mnasimama hapa mnasema eti polisi hawaui watu. Zito juzi ametoa taarifa, polisi wameua watu wengi. Hamjaita kuhoji, mmeita kumtishia, na yuko hapa. Na Zito, mimi nataka uendelee kusema wa Tanzania wajue hatusemi uongo. Mnatishia watu, mnahanti watu wanaowashauri mnawawinda. Wengine tunaishi kwa kuhamahama kwa sababu mnatuwinda kila dakika. Muda wako umemalizika.